tumekuja na mwezi wa mtukufu pia Kwaresma. Wewe ni Muislamu, ni Mkristo? Mimi ni Christian. Yaani nimeelewa sana kwenye Uislamu. Sasa ukiniambia chungu cha ngapi? Kwa mimi naenda hubo. Na kwa Wakristo kwa maana ya dini yako? Sifungi kutokana na vitu ambavyo viko nje ya uwezo wangu. Sio kusema nafunga afu yani nitakuwa nashindana njaa. Haiko ndani ya uwezo wangu, yani viko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo Ambalulu wewe umefunga nini hapo? Umefunga kula au umefunga nini? Mimi nimefunga tu vitu vingine vidogo ambavyo naona nimefunga. Vitu vingi. Labda wewe unatumia njia gani hasa kuongea na Mwenyezi Mungu wako, kwa sababu asili huu ni kama Kwaresma au Ramadan? Miezi special ambao kufungulia. Mbona unafanya vipi kwa sana Mungu? Mimi nawasiliana na Mungu kila siku. Kila muda na kila wakati. Haimaanishi kwamba Kwaresma ndio niseme niwe mtukufu sana au ni ndio hivyo sana hapa. Mimi Mungu wangu naongea naye kila siku kwa wakati wangu mimi hapa. Umechapa dash kama ulivyosema. Gharama yake imekuwa ni shilingi ngapi mpaka umetokea hapa Furaha FM? Hii 2.5 tu Dubai collection. Na makeup yako? Isu 50 subure maana mimi naye. Usisahau kidogo. Kuna baadhi ya watu huwa wanasema kwenye mitandao ya kijamii wanaoalikwa kwenye iftari mara nyingi mavazi makali, usafiri mkali, makeup kali na vitu kama hivyo, yani wanajiweza. Kwa upande wako comment yako ni ipi? Waliko iftari sio kama leo nitakwambia lipstick tatu. Sio kama kujiweza, yani unapojikuna, yani unajiweza unapojikuna. Sio kwamba eti tukavaa dash juu nini kavani, hapana. Iftari ni iftari, kwa Waislamu wanaelewa. Kwa unaweza kuvaa chochote ambacho unaweza kujistiri. Hiyo ni imani yao tu. Yote anaweza kaalikwa. Yote ni yote. Neno lako wewe kwa usiku wa leo na kupokea kwako mwaliko huu ni lipi? Tunafurahi kwa hapa pia, unajua mpaka umealikwa na maana wewe ni mtu special. Tukajumuika na wenzetu. Tupate si chungu cha ngapi naijua jamani, chungu cha ngapi? 27. Hiyo jamani. Wewe umealikwa kwenye iftari hata chungu bado hujajua ni cha ngapi? Jamani nimealikwa. Wewe kufuatilia mwaliko. Neno la mwisho Amba, umesikika kwenye interview tofauti ukisema kwamba wewe hapo sio mhudhuriaji wa iftari kama hizi. Niambie leo imekuwaje mpaka ukapata huu wasaa wewe wa kuhudhuria kwenye iftari, na tumezoea sio mtu ambaye kukuona kuhudhuria kwenye events kama hizi. Sasa ndio umeniona, ndio maana kwanza basi pigeni makofi tafadhali. Amba. Tumwone mufti jamani, ule mshaambiwa. Kumalizia. Tumeona ndugu yako ameweza kuachia ngoma zilizo tofauti hapa, lakini leo pia kaachia vipi. Lakini kuna comment nilikutana nayo wakisema kwamba Gigi hajui kuimba, angalau hata Ambalulu ni mkali. Hivi ukutana na shabiki kama huyu unaweza kumwambia kitu gani? Nikwambia kitu, kila mtu anafanya kitu kwa uwezo wake. Yeye ndo kaona hivyo. Lakini yeye mwenyewe hajaamini kama anaimba. Sasa hiyo comment mvunje mtu moyo. Wanaojua kwa wapi na ambaye hajui kwa. Wanasema Gigi ni mkali kwenye reality show kuliko muziki kuelewa. Yaani kwenye muziki wewe umempita. Basi itabidi wamshauri aende kwenye reality show. Wewe kwa muonekano wako, maono yako wewe. Mimi sijai kuona chochote kwa sababu sifiki chochote. Sijai kuwa mfuatiliaji wa nyimbo za Gigi. So sijui. Unaona Gigi kwa sasa hivi mpoje? Tupo sawa kama unavyotuona. Tuko sawa. Ma BFF kama zamani. BFF ni vitu gani? Best friend. Ni mwanangu wewe. Tunaonana, tunasalimiana kama hivyo. Lakini ukubali muziki wake. Si ukubali kivipi? Yaani kama ni ukubalije? Kama unampa asilimia ngapi kwenye uwezo wake wa kuimba? 60. Kwa nini hizo 40 zimeko pembeni? Si mimi naona tu 60, sasa 40 sijui sababu. Sawa, wewe vipi hatuoni project zikija kubaki au kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani? Umeshajibu hapa, ni mwezi wa Ramadhani ndio hapo. Au tutegemee baada ya Ramadhani? Yaani wewe subiri uone, sitaki kuongea sana. Amba, ni describe mwanaume kwa maneno matatu. Mwanaume. Yaani nielezee mwanaume kwa maneno matatu. Unamdescribeuje mwanaume? Si ni mwanaume tu au? Ni mwanaume tu. Yaani ukiambiwa muelezee mwanaume. Yaani mwanaume aina gani au sijaelewa. Kwa sababu gani? Ulisikika kwenye interview moja ukisema kwamba wewe unatumia wanaume kama chombo chako cha starehe, unatumia tu. Inategemea na wewe mwanaume kajaje. Ukija kama chombo cha starehe na mimi nakutumia hivyo. Ukija kama una future nakutumia hivyo. Kwa hiyo baba watoto wako alikuja kama chombo cha starehe. Wewe unaonaje? Mpaka niacha mtoto na maana ni starehe ilikuwa kali hiyo. Lakini wewe ndio umemwacha. Basi starehe ilikuwa kali. Sasa nimemaliza starehe yangu nimemwacha naye kaniacha mtoto. Si sawa. Hauna mpango gani sasa hivi na kuhusiana na mahusiano na wanaume? Hapana. Kwa sababu acha nitulie kidogo.
Yaani kwa sasa hivi nipumzisheni, kimetumika sana, nipumzisheni la maana ndima nipumzisheni. Kila siku tuko wanaume hamna story nyingine. Kwa hiyo si Uko niko single afu futari inaisha huko. Kwa hiyo